atafuatia na Mheshimiwa Nape Moses Mnauye. Mheshimiwa Timothy Geoffrey Anyosisye ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia hoja iliyowekwa mbele yetu na Waziri wa Ujenzi ambaye ni ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka 2026-2027. Na kwa kabla ya kabisa ya kwenda na kusema chochote, ninaunga mkono hoja hii kwa 100%. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, ndugu yangu Ulega na Naibu Waziri Kasekenya na timu nzima ya Wizara ya Ujenzi. Kwa upande wa watendaji nafahamu yuko dada yangu Aisha na ndugu yangu wa karibu Msonde, pamoja na watumishi wote, mnafanya kazi nzuri kwa nchi yetu. Hongereni sana sana sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee kabisa nataka nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbeba wa maono ya Watanzania, kwa utashi wake wa kisiasa, kwa utashi wake wa kuamua kuijenga Dodoma kwa dhana ile ile ya waasisi wa nchi hii iliyofanyika mwaka 1973 ilipoamriwa kwamba Dodoma iwe makao makuu, na baadaye tukatunga sheria ya bunge hapa ya the Dodoma Capital City Declaration Act ya mwaka 2018 wakati wa awamu ya 5, na kuamua kutekeleza ujenzi wa makao makuu ya Dodoma kwa vitendo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan naye amekuwa na utashi huo huo na ameamua kufanya zaidi hata ya watangulizi wake. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Dodoma tunasema msemo ambao ametufundisha mkuu wetu wa mkoa Rosemary Senyamule kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania. Nataka niseme Dodoma ni ya sote. Dodoma tumeamua kuwa makao makuu ya nchi yetu. Dodoma ni ya kila mmoja. Kumetokea minong'ono, kumetokea maneno hapa kwamba Dodoma inapendelewa kwa kupewa fedha nyingi. Tulipotunga sheria hii ya bunge mwaka 2018, tuliipa Dodoma hadhi maalum. Na kwa hivyo Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine, badala ya kusema Kenya unaweza kusema tu Nairobi, umemaanisha Kenya. Badala ya kusema Uganda unaweza kusema Kampala, umeitaja Uganda. Na hata Tanzania inatajwa kwa kulitaja Dodoma. Ni lazima iwe na vipaumbele vya kipekee ukilinganisha na maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa inayofanyika na serikali ya awamu ya 6 katika kuijenga Dodoma haitasahaulika, ni ya kutukuka na historia itaandika. Niwapongeze Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa kazi wanaifanya kwa kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri amesema hapa kwamba uko ujenzi wa barabara ya mzunguko kilomita 112.3 ambao unagharimu shilingi bilioni 221.7. Barabara hiyo inakamilika, inamaliziwa. Lakini katika yote yaliyonifurahisha Mheshimiwa Waziri na timu yake ya wataalamu ni design ya exchange ya Mtumba pale, ule mji wa Magufuli. Kama mmeiona picha yake, kwa kweli inafurahisha sana. Ni exchange ambayo nafikiri Afrika Mashariki na Kati hakuna exchange kama ile. Ni zaidi ya ile ya Ubungo. Sasa nasema sisi Wagogo, Mwenyezi Mungu alitupa ukatikati. Ukatikati aliyotupa maana yake tuna raha yake. Raha yenyewe ndiyo hii ya ujenzi wa makao makuu ya Dodoma, ili mbaki kuwa salama kama nchi. Na maamuzi yalifanyika kwa sababu ya ukatikati. Ukiwa katikati unakuwa salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado Dodoma barabara zinatanuliwa ya kutoka Dodoma kwenda Morogoro kilomita takriban 70, lakini wanaanza na njia 6. Kutakuwa Dodoma itaonekana tofauti sana, lakini ya Iringa pia inatanuliwa njia 4, ya Arusha inatanuliwa njia 4. Kwa kweli katikati panafurahisha. Dodoma kuwa katikati, nchi yetu inabaki kuwa salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote yakifanyika
na kwa picha ya maono ya rais wetu, Dodoma itakuwa ni ya tofauti sana na miji mingine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, iko barabara ya mzunguko wa ndani itajengwa, itapita katika maeneo ya Ntyuka na kuunganisha na maeneo ya ndani, lakini pia iko barabara barabara ya mji ya serikali, iko Ikulu kule mambo yanafanyika. Lakini angalia uwekezaji uliofanyika katika muhimili wa mahakama, angalia viwanja vya ndege. Kiwanja cha ndege kimekaribia asilimia 85 na kimegharimu takriban bilioni 159. Kiwanja cha ndege kile kinaleta Dodoma kuwa Dodoma ya kimataifa, kuwa international destination in tourism, katika mambo yote ya kiuchumi. Na kwa hivyo sisi watu wa Dodoma tunasema kuwa katikati pametubeba na panatusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla uwekezaji wa majengo wa mji ya serikali, lakini uwekezaji wa taasisi za serikali kwa ujumla imewekeza Dodoma kwa muda wa miaka 8 trilioni 1.16. Ni fedha nyingi. Nchi yetu hii ni kubwa. Ninajua kila mahali mngependa yafanyike mambo, lakini haya yanayofanyika kwa Dodoma ni kwa sababu ya umaalumu wake. Hata mnaostaafu, hata wabunge mkosa ubunge, mimi naamini mtabaki wengi Dodoma. Iombeeni Dodoma iendelee kujengwa na maono ya rais yatekelezwe. Ombi langu na rai yangu kwenu, na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumzia barabara za TANROADS tu, sijazungumzia TARURA ambayo uwekezaji kwa miaka 6 tu ni bilioni 139. Fedha hizi zinazotolewa kwa umaalumu wa Dodoma ni nyingi sana. Ni lazima sasa nishauri jambo hapa kwamba lazima kuwe kuna coordination ya kisekta katika uendelezaji wa mji wa Dodoma. Ni lazima sekta zote zizungumze kwa inavyoendelea katika mipango miji, lakini katika maendeleo ya makazi kidogo kuna mambo sio sawa. Kuna tu viwanja tunapimwa tu square mita 300, 400. Hivi viwanja si vya mji kama wa Dodoma. Lakini kuna squatter zinaanza kuongezeka. Tusirudi huko, tujitahidi sana kusimamia, na hili linawezekana kama sekta zote zitashirikiana. Uwekezaji huu ni mkubwa na lazima uakisi uhalisia wa future generation. Mheshimiwa Spika, ombi jingine ni kwamba kuombe waziri, ulikuja Mpwapwa na waziri mkuu amekuja Mpwapwa, barabara ya kutoka Kongwa Junction Mpwapwa Kibakwe mpaka Chipogoro tumezungumza na tumekubaliana, na Wizara ya Fedha tumekubaliana. Nataka nikuombe tusimamie msimamo huo. Mimi na mwenzangu Malima tunashirikiana kuja kwako kila siku. Tunaamini ahadi yako haitakwenda bure na watu wa Mpwapwa watafurahi, ili na wao waweze kuona lami tangu tupate uhuru. Mheshimiwa Spika, nimalizie mwisho. Malizia dakika moja. Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili la 13 ni bunge la wasomi. Bunge hili ndilo bunge linalobeba mawazo ya sasa na ya kizazi kinachokuja. Napenda nichukue nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu, kwa uzoefu nao wa kukaa kwenye mabunge 5, vijana hawa wapewe nafasi ya kutoa mawazo yao. Wana michango mizuri, ni wasomi, kila mmoja ukimtafiti CV yake imeshiba. Vijana hawa mawazo yao yasikilizwe, wana maoni mazuri, na mimi nimesimama kuindozi tu kwamba kwa kweli natambua michango yenu. Ni wabunge wa kisasa, mnafaa kuandalia future generation Tanzania yao inayokuja. Hongera sana kwa Wizara ya Ujenzi, sisi tuko pamoja na nyinyi. Hongera sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana kusikiliza na naunga mkono hoja.